jamani? Bakungumbe hata balidati bana mimi ni sauti ya Wakira. Na Wakira ndio nyie. Sikanaye pamoja. Ninayosema ni ambayo yanatoka kwenye mioyo yenu na yale ambayo mmetazamia kwamba ni yaseme. Si ni kweli? Kwa hiyo na sababu mahembe kama mure barakunga haya bakunga wanagiata. Nyabitoto oye! Nyabitoto oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, Nyabitoto. Majina yangu naitwa kwanza kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, viongozi wote mlio kwenye meza, hususan wazee wetu wa Bukira, wananchi sana wa kijiji cha Nyabitoto. Na wasalimu kwa jina la Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wana Nyabitoto, kwa majina yangu naitwa Laurent Nyabrengeti, lakini kwa sasa kupitia kwenu Wakira kuna nafasi mmenipa, mmesema mimi niwe msemaji wa Wakira. Wakata ngapi? 5. Kupitia kwa nani? Kwa Wakira. Sasa Wakira ndio nyie na wengine ambao hawako hapa katika ndani ya kata 5. Mimi nawashukuru sana kwa kuacha shughuli zenu na kuja kukaa pamoja na kunipa nafasi ya kuweza kusema na nyie. Na kweli niseme kwamba kama walivyosema wazee wetu, nafasi ya ambayo imeteuliwa inasemekana kwamba kuna watu wanauliza chifu ni nani. Si ndio jamani? Watu wengine hawaelewi chifu. Ni sehemu moja hapo ambayo serikali imeona imeboresha huduma kuja kwa wananchi. Ina maana serikali inatambua jamii ambayo iko ndani ya Tanzania. Jamii ni moja wapo sisi wananchi wa Nyabitoto na watu wengine ambao kwa maeneo mbalimbali. Mimi leo ndio mara ya kwanza kuja Nyabitoto. Ingawa mimi ni msemaji wa kata ngapi? 5. Kata za Wakira kupitia kwenu. Ina maana lolote lile ambalo linaonekana kwamba linataka sauti iende kwa serikali, serikali badala ya kuja kaa na nyie wote, mimi nakaa na nyie, mnanipa lile ambalo mnafikiri napeleka kwa serikali au kiongozi wa serikali yoyote yule ambaye anahusika nalo. Kwa hiyo mimi pamoja na kwamba ninasema ni msemaji wa Wakira, nakuwa msemaji wa Wakira kwa kupitia viongozi wote mnaoona na wengine ambao hawako hapa. Kwa hiyo lazima kama mnanitambua mimi na kama mnaelewa mimi ni sauti ya Wakira, lazima mtambue barozi. Si ndio jamani? Mtambue mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, aje diwani, aje watendaji wote, aje mbunge, aje DC, aje kwa mkoa, aje waziri, hapa kufikia kwa Samia, ambaye Samia ndio msemaji mkuu wa nchi. Lakini nafasi hii, pamoja kwamba mimi ni chifu wa Wakira, yuko mwingine anaitwa chifu wa Tanzania ambaye ni Mama Samia, msemaji mkuu wa Tanzania. Yeye kwa sauti ya Tanzania ndiye anatoa sauti peke yake kupitia Watanzania wote. Ina maana Mama Samia ni sauti ya nani? Ya Watanzania wote. Jamani, simpigia Samia makofi. Hebu pasha sema. Chifu Wangai. Oi. Hebu rudie jamani. Hapa atatusaidia sana katika ukoo wa Wakira wote. Wangapi wanasema ataweza kutusaidia? Ongeza sauti tusikie. Basi katika hilo shirika huwa tunashughulika na mambo ya elimu, kuhakikisha kwamba vijana wote, watoto wote wanaoanza shule, kuanzia elimu ya msingi awali. Kazi nyingine kwa haraka, watu wote wawe na haki ya kuishi. Haki ya kuishi. Mambo ya kuonewa na watu chokochoko hamna. Kudhulumiwa maeneo. Kusema hilo sasa, nakuja kumnadi ndugu yangu Nyabrangeti. Huyu hapa, nyosha mkono Mr. Nyabrangeti. Tunajua serikali imefanya kazi kubwa sana kuwapa raia fursa wa Tanzania, viongozi wa machifu katika kila koo. Wakuria kama ilivyosema hapa, Wakuria, Wakira, jamii ya Wakira, wana Nyabrangeti kila sehemu.
Kwa hiyo tumtumie Mr. Blanketi, ana uwezo mkubwa sana kutusaidia. Vile vile kuwa ni kiungo kati ya jamii na serikali na wadau mbalimbali. Kwa kiungo mbalimbali katika jamii ni kwamba anakwenda, kama una shida unamfikia, kuna namba yake, utafika nyumbani kwake, utamweleza tatizo lake na yeye atalifikisha panapo husika. Swala la mwisho, mimi nawatakia tuwe na maendeleo. Lazima mtambue balozi, si ndio jamani? Mtambue mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, aje diwani, aje watendaji wote, aje mbunge, aje DC, aje kwa mkoa, aje waziri, mpaka kufikia kwa Samia, ambaye Samia ndio msemaji mkuu wa nchi. Lakini nafasi hii, pamoja kwamba mimi ni chifu wa Wakira, yuko mwingine anaitwa chifu wa Tanzania ambaye ni Mama Samia, msemaji mkuu wa Tanzania. Yeye kwa sauti ya Tanzania ndiye anatoa sauti peke yake kupitia Watanzania wote. Ina maana Mama Samia ni sauti ya nani? Ya Watanzania wote. Jamani, simpigia Samia makofi. Hebu pasha sema. Chifu Wangai. Oi. Hebu rudia jamani. Yaani mapendekezo yetu ndio serikali inaendelea kusimamia. Kwa jambo la wizi lazima tulikemee kwa mikono miwili, kwa sababu wazi tunao. Hatuwezekani kuonekana wazi wana sauti kushinda sisi wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe, swala la wizi, maamuzi yako ndani ya mikono yenu. Lakini pia yale mtakayoamua ndio chifu atakayosimamia, ndio chifu atakayoshauri serikali. Lakini mnapokuwa mnaamua, mnaamua ukweli bila kufanya nini? Pendelea. Sije kutumia nafasi hiyo kunyanyasa mwingine wakati labda mna tofauti na yeye. Ni kitu ambacho kwa kweli tukikemee, lakini vile vile wezi wanasababisha watu wengine wanapata shida ambayo si sahihi. Mwizi ni mmoja, si ndio jamani? Tunaenda tunaamua tunachoma ule mwizi, si ndio jamani? Wengine wanapata shida. Lakini pia kwa sababu nyinyi mmeamua, wale ambao wako kwenye miji ambao wanakumatia wizi huo, ambao wanakuja kupata adhabu ambayo haielewi, wao sehemu ya kusaidia wananchi kukemea wizi. Yaani kila mtu anajua Bukira ndio sehemu ya kwenda kuiba. Wizi ulikuwa zamani, sasa hivi umekataliwa kuanzia kwa jamii yetu, hususani wazee wetu na wananchi. Sasa bado tunasema Nyabitoto bila wizi inawezekana? Kupitia nani? Kupitia wananchi wa watu Nyabitoto pamoja na kata ya Mbogi. Tunao viongozi ambao tumewachagua kwa mikono yetu, tushirikiane na wao kwa ajili ya kuleta maendeleo. Msije mkachukua mizigo mkaachia viongozi kwamba leo ndio watakaoamua. Lakini jamani, tusikubali kuchonganisha kushinda kwamba tukose maendeleo. Mtu ambaye anakuja kutuchonganisha hapa, naomba mkemee, si ndio jamani? Mkemee kwa mikono yote. Naomba mseme kila sema hata neno moja roho yangu ifanye nini? Tulie. Naomba hivi mwenyekiti, kwa kupitia kwako na leo nimekuja Mtoto. Sawa. Sio nilikuja pale mkanisema unajua ninavyopenda Wakira. Niliwapa pale mchanga trip 8 kwenye shule ya kata. Si mnaelewa jamani? Ndio. Sasa leo nakuja mnasema nyumba ya mwalimu ina changamoto kwa sababu anashinda namna gani afurahi atufundishe watoto vizuri. Mimi nawachangia mifuko 10 ya simenti. Mnasemaje? Ndio jamani. Tadili hata mbema hapo. Ndio jamani. Mungu awana nyinyi? Kupitia mwenyekiti wenu huyu. Unajua mna viongozi wazuri sana. Mimi kila ninapoenda sehemu ninataka wananchi waunge nani? Viongozi wote. Wala msichague nani? Viongozi. Kwa hiyo mwenyekiti, kupitia kwako na kuchangia mifuko 10 ya simenti kwa ajili ya kuboresha mwalimu afundishe vizuri, lakini pia na nyie muweke mikono yenu. Wenzangu wameshamaliza la kwanza ambalo ningezungumzia hilo la wizi. Na kwa ujumla sisi tumeisha kaa hapa tukasema tumechoka sasa. Na tumechoka sasa kuibiwa. Acheni hizo ng'ombe tulizo nazo. Watoto wetu wanye maziwa na ziende zikawalimie. Wakati mwingine mtoto akipita kwenda shule uzo ili mtoto aende shule.
Sasa yule mwizi anayetuibia, tunaomba sasa Mungu amfunue na tumkamate na tumjue ni nani ashughulikiwe. Hilo tunaliomba na Mungu azidi kutufungulia, tutambue ni akina nani wanaotuibia. Na tunavyoendelea kuliomba, basi na wewe kama chifu wetu jue kwamba sisi tumekataa wizi. Hata kama itafika sehemu, unajua mtu akishachoka, yeye akishafika sehemu anawaambia jamani, mimi hata kama nikubeba mnibebe, nimechoka. Si anaingia na rara chini. Sasa lazima huyu mtu asipopepwa mtamuacha hapo. Tumekwisha choka. Na kama tumechoka sasa ni kuchukua maamuzi magumu. Lakini lingine sehemu ya unataka kuanguka, si ndio jamani? Halali vizuri, si ndio? Unajua maisha tulionayo magumu. Mimi naomba niseme hata moja tu. Wanasema sema hata neno moja, roho yangu ifanye nini? Tulie. Naomba hivi mwenyekiti, kwa kupitia kwako na leo nimekuja Mtochi. Sawa. Sio nilikuja pale mkanisema, unajua ninavyopenda Wakira. Niliwapa pale mchanga trip 8 kwenye shule ya kata. Si mnaelewa jamani? Ndio. Sasa leo nakuja mnasema nyumba ya mwalimu ina changamoto kwa sababu anashindwa namna gani afurahie atufundishe watoto vizuri. Mimi nawachangia mifuko 10 ya simenti. Mnasemaje? Ndio jamani. Mtadili hata mbema hapo. Ndio jamani. Mungu awana nyinyi. Kupitia mwenyekiti wenu huyu. Unajua mna viongozi wazuri sana. Mimi kila napoenda sehemu ninataka wananchi waunge nani? Viongozi wote. Wala msichague nani? Viongozi. Kwa hiyo mwenyekiti, kupitia kwako na kuchangia mifuko 10 ya simenti kwa ajili ya kuboresha mwalimu afundishe vizuri, lakini pia na nyie muweke mikono yenu. Si ndio bado? Sasa chifu hawezi kuondoka na mifuko 10 tu. Je, mimi mnanisindikiza na nini? Yema mle. Kolega, si ndio bado? Hata kama ni kidogo. Hata kama ni kidogo. Leo amekuja kutusalimia, naomba asimame. Ni Wikura ya Gwili, naomba asimame atusalimie, atufungie kikao chetu. Twende wapi jamani? Twende nyumbani, atupe mawili matatu. Halafu vile vile chifu mwingine wa kutoka sehemu nyingine kama atakuja kwenye kikao kama hiki akiwaambia kwamba hao wazee wa mila walihongwa wakanunuliwa suti. Kana abantu bali baguri yisuti kana nabakira nabombe bakachagura umuchifu wabo kana bakangira kuchagura umuchifu wabo ndananya rutimira nabakuri suti yani nabo tebaguri yisuti bakazwa